Mume wangu. Ambia mke wangu. Natumaini siku nyingine mpya kabisa. Natumaini umeamka salama kabisa kipenzi changu. Niko fiti kabisa. Vipi wewe kipenzi? Mimi niko salama bibi. Unajua nikwambie kitu mume wangu. Mimi sipendi kuona ukiwa na mawazo kama hivi. Unajua ukiwa na mawazo sana sura inaharibika. Unakuwa mbaya. Unakuwa mbaya. Sasa baby, nimekuandalia kahawa. Hapa najua ndio kitu napenda. Umejuaje kama nahitaji kahawa asubuhi? Sasa mimi si ndo mke wako tena jamani. Mimi sijui mume wangu unapenda nini. Pia haiwezekani. Asante sana kwa kunijali. Kwa baby, naomba unywe yote umalize. Na ninakusimamia hapa basi ondoke. Thank you very much. Nakukalia hapa. Mama wewe unaweza usimalize. Unywe umalize. Asante. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza. Samahani kiongozi. Nimeomba kuonana naye kwa sababu kuna jambo nilitamani tuzungumze. Jambo gani? Najua ni muda mrefu umepita, lakini kuna kijana amekuja na kunitafuta sana kiasi ya kwamba paka amefika nyumbani kwangu. Na kijana huyu anaitwa Twizi. Ana shida gani? Twizi anataka kujua ukweli kuhusiana na kifo cha marehemu mama yake. Na anaonekana anasisitiza sana. Yaani kwa kifupi anafosi sana, anataka kujua kuhusiana na ukweli. Kwa hiyo ulimwambia nini? Mimi kama unavyonijua, siwezi nikatoka kinyume na makubaliano ambayo tulikubaliana. Hivyo siwezi nikamwambia chochote kile kuhusiana na ukweli wa kifo cha mama yake. Dokta, hii siri kwa sasa tunaijua watu watatu. Na wewe ni mmoja kati ya hao watu. Tafadhali jitahidi sana kuitunza hii siri isiweze kuvuja. Asije akakulegeza kiasi cha kwamba ukatoa siri. Unanijua vizuri mimi. Mimi labda nikuhakikishie tu, siwezi nikatoka na kwenda kinyume na makubaliano, kwa sababu na kuheshimu sana ndio kitu ambacho natakiwa ukijue, na siwezi nikafanya chochote kile ambacho kitaenda kinyume na wewe. Narudia tena, unapaswa kuweka uangalifu juu ya hili swala. Endapo ukienda kinyume, usisahau kuwa familia yako iko mikononi mwako. Hilo mimi nalijua vizuri sana, na ndio maana nakuhakikishia siwezi nikaenda kinyume. Yaani ni vile tu haujaingia katika moyo wangu na kuona ni kiasi gani na uaminifu juu yako. Siwezi, yani ishi hapo. Siwezi kufanya chochote nikaukwaza moyo wako. Unaweza kuondoka. Hakikisha mtu yoyote akuoni kama umetoka kwenye nyumba hii. Sawa. Good boy. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unayecheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini. Kwa hiyo ndugu yangu, umekosa kazi ya kufanya, unaenda kusimama kwenye mageti ya watu, unatietia huruma tu. Kwani ungetafuta kazi ufanye, ungekosa? Aya, kwenye mageti ya watu ya kitajiri ulikuwa unafanya nini? Mimi nahisi kuna kitu ambacho wakijui Teddy. Inatakiwa ufahamu kitu kimoja, kwamba ile nyumba ambapo wewe umenikuta pale ni kwa shemeji yangu,
Inamaanisha kwa kaka yake Mariam na Priya. Kwa hiyo nilikuwa pale niweze kuzungumza naye. Kwa hicho tu lakini. Ungekuwa unafahamiana na matajiri wa mule ndani, si ungekuwa shakupa kazi? Kila siku unarandaranda unakosa hela. Ukitoka unarudi na 200, leo usemeti nilikuwa nafahamiana na kaka yake Priya. Kwa nini usikupe kazi siku zote? Teddy, pale nilikuwa nazungumza naye. Na kuna siku ambao ameniahidi kwamba atanipatia kazi. Teddy, mimi kila kitu wanakifanya kwa mipango. Na ndio maana nilikwambia kwamba ikifika Jumatatu kuna mchongo na usikilizia. Mimi tu nikushauri, inatakiwa uwe mvumilivu. Tuibakiza kidogo tu, maisha yanaenda kubadilika. Sawa kipenzi? Kama kweli vile unavyoongea mwenyewe. Maisha yanaenda kubadilika. Ukiwa hivi. Endelea kunidharau hivyo hivyo. Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani. Kuja hapa. Unakuwa unafanya nini pale? Mama mbaya aliweka chai ya baba asubuhi. Naona umeanza mama. Umeanza kukigonga kichwa changu na nyundo. Hivyo najua sikuelewi. Yaani unanichosha mtoto wangu, unanichanganya. Usipoamka na ile mchana tutashindana hili. Kwa nini lakini umekuaje siku hizi? Una nini? Aya, hiyo sumu iko wapi? Tuonyeshe mama tuione. Nimeshaitupa. Yaani unaongea vitu afu unachukulia hizi sana. Kweli mama, alikuwa amemwekea sumu. Kwa nini unakuwa mwongo sana? Hivyo umesahau kama mtoto akidanganya anachoma moto? Hujui? Mungu hapendi mtoto akidanganya. Sasa wewe siku hizi umekuwa mwongo, umekuwa unaongea vitu vya kudanganya, unafanya vitu vieleweki, kubadilika utaki, yaani umeridhika kabisa kukaa hivyo eti. Mama, mimi sikudanganyi. Na ningechelewa kidogo tu, sijui ingekuwaje kwa baba. Wewe, nakupa onyo. Amanda sijakupiga muda mrefu. Nitakuchapa. Nikuona na mazoea na Adela. Yaani anapopita kaa pembeni. Wewe mwenyewe unajua jinsi yule mwanamke ambavyo hakupendi. Akikupiga akakuzuru, itakuwaje? Au unapenda mimi muda wote ninavyobishana naye? Sasa utakapomuona Adela, kaa naye mbali. Ukiendelea hivi nitakuwa nakufungia chumbani. Yaani siku nzima itakuwa naisha uko chumbani. Usitake nikufumue. Nisamee mama. Nini? Twende. Baba. Umepika kahawa tamu sana. Asante sana mke wangu. Usijali mume wangu. Mimi nipo kwa ajili yako. Mashallah. Vipi? Mbona kama unaniangalia sana? Unajua nini mume wangu? Yaani kila nikikuona navutiwa tu na wewe. Kwa sababu mume wangu kiukweli wewe ni handsome sana. Yaani nikikuona hivi muda wote natamani kana kuangalia tu. Kumbe. Hata mimi najivunia sana kuona mwanamke mrembo, mwanamke unayejua kujali, Yaani siku zote unaishi kwa ajili yangu. Najua mwanaume mwenye bahati sana. Kweli baby? Yes. Mimi nipo kwa ajili yako. Kweli. Yaani kahawa leo kuna namna fulani hivi sio chungu sana imbalance. Umetia nini bwana? Nimetia tu vile vitu vyetu vile ninavyokuekeaga vile. Mashallah. Basi we can share, Hebu kunywa basi kidogo. Hiyo ni kwa ajili yako tu baby. Usinifanye nionekane mchoyo, Kunywa basi kidogo. Hiyo ni special for you, nimekuandalia wewe peke yako.
Kwa hiyo wewe kunywa mpaka iishi. Haya bana, asante. Mke wangu, uko sawa kweli? Niko sawa mume wangu. Basi ngoja mimi niendelee kuenjoy. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku. Tamu. Unayecheka naye ndio adui yako. Naona unajiandaa. Bila shaka kama unavyoniomba. Sawa. Mimi natoka mara moja naelekea kwa ndugu yangu. Kwa kuwa naona ondoka, tutakutana jioni. Sawa. Ila samani Naila, naomba tuzungumze japo dakika moja. Sawa, nakusikiliza. Bila shaka jana nilijaribu kueleza hisia zangu kwako. Nikasema kuwa nakuhitaji, tena ikiwezekana tuanze maisha rasmi kuwa baba na mama ndani. Lakini ukutoa jibu lolote. Sasa kila mmoja kabla hajaondoka kwenye mihangaiko yake, ningeomba unijibu ili niondoke nikiwa na amani. Nisikilize Kobilo. Kilichonifanya mpaka sasa niwe single sio kama wanaume hawanitongozi. Hapana. Unajua wanaume wengi sana kwa sasa wamekuwa waongo. Kwa hiyo kwa hapa nilipofikia sihitaji tena kuumizwa na wanaume, na ndio maana niko makini. Naila, yani kwa hilo nikutoa hofu kabisa. Mimi ni mwanaume sahihi, tena ninajua nini maana ya upendo. Naomba unipatie nafasi ili nikuhakikishie hichi ambacho ninachokizungumza hapa. Sawa, nimekuelewa. Naila, umenikubalia? Honey sweet, mwenzi ukitazama ndo nakufa mazima. We ndio my chocolate, utamu wangu wa pake, uniangalia mazima mazima. Umefikia wapi mpaka sasa? Bado mjomba. Sijafanikiwa chochote mpaka sasa. Adela, hatuna muda wa kupoteza. Au unataka mpango uharibike? Angalia,
Unapaswa kuifanya hii kazi haraka sana iwezekanavyo. Sawa mjomba, nimekuelewa. Tafanya kama unavyonielekeza. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu, wanatamani tufe. Winanda, tena nikupongeze sana, kwani umekuja siku ambayo nina furaha kubwa. Nina furaha kubwa sana. Wacha nikutazamie na tuangalie nini kinachoendelea. Usiogope. Tuliza binti. Nuia matatizo yako. Kweli wanadamu wabaya sana. Nimeona kila kitu binti. Yule mwanamke aliyopo ndani ana michezo mibaya sana, na dhumuni la yule binti ni kumpoteza mume wako ili amiliki mali zote za mume wako. Lakini hata hivyo, namuona kuna mtoto mdogo. Huyu mtoto mdogo ana nguvu kubwa sana, tena nguvu za ajabu. Na hizi nguvu alizokuwa nazo inaonekana zinaweza kumkomboa mume wako. Mtoto? Unamaanisha Amanda? Winanda. Twizi, ninakuamuru mara moja upate ugonjwa mkali ambao ndani ya muda mchache utachukua maisha yako. Hawezi kumzuru baba yangu. Mke wangu. Mke wangu. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya.
Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki mbali, rafiki yako wa karibu, huyo ne muita rafiki. Mbaya kuwa makini. Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani, mbona kama nasalitiwa. Mwenzenu nahisi kukufuru Mungu.